uchaguzi, maafisa wa ununuzi na watendaji wengine, washiriki wa mafunzo, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, na wasalimie tena kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mosi, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kuwepo hapa tukiwa wazima na afya njema kwa ajili ya kushiriki mafunzo muhimu ya watendaji katika maana wasimamizi wa vituo na wasaidizi, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tunawashukuru nyote kwa kuitikia wito wenu wa kufika hapa kwa ajili ya kushiriki mafunzo yatakayofanyika kwa siku mbili kuanzia leo tarehe 26 mwezi Oktoba 2025. Ndugu washiriki wa mafunzo, pili, kwa niaba ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, napenda kuwashukuru na kuwapongeza wote mlioteuliwa kwa nafasi za wasimamizi wa vituo na wasimamizi wasaidizi wa vituo. Hivyo niseme hongereni sana. Naomba mtambue kwamba ni wengi ambao waliomba nafasi hii, lakini hii kati ya wachache ambao wamepata fursa hiyo. Napenda kuwakumbusha kuwa uteuzi wenu umezingatia masharti ya kifungu cha 76 cha Sheria ya Uchaguzi wa Rais, wa Bunge na Madiwani namba 1 ya mwaka 2024. Ni vema mkatambua kwamba kwa kuzingatia masharti ya ibara ya 74 kifungu kidogo cha 6 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, Tume Huru ya Taifa ndiyo yenye jukumu la kusimamia na kuratibu uendeshaji wa uchaguzi wa rais, wa bunge wa jamhuri na madiwani kwa Tanzania Bara. Kwa kuzingatia niliyoeleza hapo awali kwamba ninyi mliopo hapa mmeteuliwa kwa mujibu wa sheria tangu tarehe ya uteuzi wenu, mnao wajibu wa kikatiba na kutekeleza majukumu ya uchaguzi wa rais, na wabunge wa jamhuri na madiwani kwa Tanzania Bara kwa niaba ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi katika vituo vya kupigia kura mtakavyopangiwa. Ndugu washiriki wa mafunzo, dhamana mliopewa ya kusimamia zoezi la kupiga kura na kuhesabu kura, ikiwa ni sehemu ya usimamizi na uratibu wa uchaguzi wa rais na wabunge wa Jamhuri ya Muungano na madiwani kwa Tanzania Bara, ni kubwa, nyeti na muhimu kwa mustakabali wa taifa letu. Hivyo mnategemewa kuzingatia sheria, kanuni na maelekezo mtakayopewa hadi hapo tutakapokamilisha jukumu hili la uchaguzi mkuu. Ndugu washiriki wa mafunzo, leo tupo hapa kwa ajili ya mafunzo kwa wasimamizi wa vituo na wasaidizi, ambapo mtakuwa na jukumu la kutekeleza shughuli za uchaguzi ipasavyo katika ngazi ya vituo. Mafunzo haya yanajumuisha wasimamizi wa vituo na wasaidizi, jumla ya wasimamizi 866 watakaofanya kazi katika vituo 270 vilivyopo katika kata 14 katika halmashauri ya mji wa Masasi. Nimearifiwa kwamba jumla ya mada 6 zitawasilishwa, ambapo pamoja na mambo mengine mtapata fursa ya kubadilishana uzoefu na kujadiliana namna ya kufanikisha uchaguzi
katika maeneo yenu na kujadiliana namna ya kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazoweza kujitokeza katika hatua mbalimbali za zoezi la kupiga kura na kuhesabu kura. Kwa wale mnaosimamia zoezi la kupiga kura na kuhesabu kura kwa mara ya kwanza, ni mategemeo yangu kuwa mtajifunza kwa haraka na mtapata uzoefu kupitia majadiliano ya pamoja na watendaji wengine wazoefu. Kwa upande wa wale wazoefu, mtatumia fursa hii kujiongezea maarifa mapya na kubadilishana uzoefu na washiriki wengine. Ndugu washiriki wa mafunzo, wote tunafahamu kwamba uchaguzi ni mchakato unaojumuisha hatua na taratibu mbalimbali za kikatiba na sheria ambazo hupaswa kufuatwa na kuzingatiwa katika kila kituo, ambapo mchakato wa kupiga kura na kuhesabu kura huendeshwa na hatimaye matokeo ya uchaguzi kwa kiti cha rais, ubunge na udiwani ndiyo yanapoanzia. Hatua na taratibu hizo ndio msingi wa uchaguzi huru na wa haki na hatimaye kupunguza au kuondoa kabisa malalamiko au vurugu wakati wa mchakato wa uchaguzi. Nachukua nafasi hii kuwaasa kuwa pamoja na uzoefu ambao baadhi yenu nao katika uendeshaji wa uchaguzi, msiache kusoma katiba, sheria, kanuni, taratibu, miongozo na maelekezo yanayotolewa na tume. Ndugu washiriki wa mafunzo, kabla sijamaliza hotuba yangu, napenda kusisitiza mambo yafuatayo. Moja, someni kwa umakini katiba, sheria, kanuni, miongozo na maelekezo mbalimbali yaliyotolewa na yatakayotolewa na tume, na ulizeni ili mpate kufafanuliwa kwenye maeneo ambayo kwa namna moja au nyingine pengine atakuwa na changamoto za kufahamu, ili kuwarahisishia katika utekelezaji wenu wa kazi za uchaguzi. Tumewapa nyaraka mbalimbali ili mzitumie kwa kama rejea kwa kipindi chote cha utekelezaji wa jukumu hili. 2. Jitahidini na mjiepushe kuwa vyanzo vya malalamiko kutoka kwa vyama vya siasa kwa kushirikiana vyema na mawakala wa vyama vya siasa watakao kuwepo vituoni kwa mujibu wa sheria. 3. Fanyeni kazi kwa ushirikiano kama timu ili kufanikisha uchaguzi katika vituo mtakavyopangiwa. 4. Hakikisheni vifaa vya uchaguzi mtakavyokabidhiwa mnavihakiki na kuvikagua kabla hamjakwenda navyo vituoni. 5. Hakikisheni mnafika mapema iwezekanavyo katika vituo mtakavyopangiwa ili kukamilisha maandalizi ya awali ya upangaji wa vituo kabla ya muda wa upigaji kura kufika, yaani saa 1 kamili asubuhi kwa vituo vya wilayani na kabla ya saa 2 asubuhi kwa vituo vya magereza. 6. Ninyi ndio watendaji mtakaokutana na wapiga kura, hivyo hakikisheni mnazingatia unadhifu, lugha nzuri na kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum watakapofika kituoni. 7. Kufanya mawasiliano na msimamizi wa uchaguzi au afisa uchaguzi au mratibu wa magereza pale ambapo
ushauri utahitajika kuhusiana na masuala ya uchaguzi katika kituo chao. 8. Kujaza fomu za uchaguzi kwa ufasaha na ukamilifu na kuhakikisha mnaweka fomu na vifaa vingine mbalimbali vya uchaguzi katika bahasha husika kwa mujibu wa kitabu cha maelekezo ya watendaji wa vituo vya kupigia kura wa mwaka 2025. 9. Kupokea vifaa vya uchaguzi na kuhakikisha mnavitunza na kuvikabidhi kwa watendaji husika kwa ukamilifu wake baada ya uchaguzi. Ndugu washiriki wa mafunzo, kuna jambo nataka niwakumbushe kabla sijamaliza hotuba yangu. Kifungu cha 20 cha sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi namba 2 ya mwaka 2024 kinasema, naomba ninukuu: kwa madhumuni ya sheria hii, mtumishi aliyeajiriwa, aliyeteuliwa au aliyeazimwa na tume kwa kipindi chote atakachokuwa anatekeleza majukumu ya tume atachukuliwa kuwa ni mtumishi wa tume na atatakiwa kuzingatia katiba, sheria hii, sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani namba 1 ya mwaka 2024 na sheria nyingine yoyote inayohusu utekelezaji, kwamba simamieni viapo vyenu vya kutunza siri na kujitoa au kutokuwa mwanachama wa chama cha siasa katika kipindi chote cha uchaguzi. Hivyo basi, katika utekelezaji wenu wa majukumu, zingatieni matakwa, masharti ya kifungu hiki ili kuepuka kuonekana mnawajibika kwenye mamlaka nyingine tofauti na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi katika kipindi hiki. Ndugu wanafunzi, kwa kumalizia, niwasihi mzingatie mafunzo mtakayopewa na mtoe uzoefu wa usimamizi wenu wa siku za nyuma ili iwe ni somo kwetu sote katika utekelezaji wa jukumu lililopo mbele yetu. Baada ya maelezo haya, ninawatakia mafunzo mema, kusimamia na kuratibu shughuli za uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Sasa napenda kutamka rasmi kwamba mafunzo haya ya wasimamizi wa vituo na wasimamizi wasaidizi wa vituo ambayo yatafanyika kwa muda wa siku 2 kuanzia leo nimeyafungua rasmi. Kura yako haki yako, kura yako haki yako. Asanteni sana kwa kusikiliza na Mungu awabariki sana.